Naibu Waziri Mkuu wa Tanzania na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amemwagiza meneja wa shirika la umeme nchini Tanzania TANESCO mkoani Arusha kupeleka nguzo 25 katika maeneo ambayo hayana nguzo hizo katika kata ya Mundarara wilayani Longido mkoani Arusha, pamoja na kutoa wiki moja ya kufungwa kwa mashine umba kwa maana ya transformer kubwa katika eneo la Mundarara wilayani Longido mkoani Arusha, ambapo eneo hilo linazalisha kiwango kikubwa cha madini ikiwemo rubi, baada ya ombi lililotolewa na mchimbaji wa madini Sendeu Laizer. Dr. Biteko ametoa agizo hilo katika eneo la Mundarara wilayani Longido mkoani Arusha wakati akizungumza na wachimbaji wa madini pamoja na wananchi kwenye mkutano wa hadhara katika kuelekea kwenye maadhimisho ya sherehe ya miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ninarudi leo nikiwa na furaha, ninarudi leo nikiwa na amani moyoni mwangu ya kwamba uchumi unaosimamiwa Mundarara ni wa kupigiwa mfano, na kazi ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kuwa yale mnayodhani ni changamoto mnazokutana nazo lazima zitatuliwe kwa haraka. Mkuu wa mkoa ameeleza vizuri kuwa kunahitajika kuwepo na kituo cha afya. Watu wengi wanakuja hapa kutoka mahali mbalimbali. Ndugu yangu Fred ameeleza kuna watu wametoka Monduli. Wameeleza habari ya umeme. Na kwenye umeme wameeleza vizuri sana kwamba ni kweli tunao umeme, ni kweli vijiji 52 vyote vina umeme, ni kweli tuna vitongoji 176, lakini vitongoji 112 pekee ndio vina umeme, vinahitajika vipelekee umeme vingi zaidi. Ameeleza hapa mbunge wetu, na ameeleza hapa mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa chama ya kwamba kuna maeneo ambayo kwa kweli panahitajika nguzo 25 tu. Mheshimiwa diwani ameeleza. Meneja wa TANESCO wa mkoa nimekuja naye, huyo hapa, kijana mchapakazi, nimekwisha kumwelekeza kwamba ndani ya wiki 3 kile kitongoji zile nguzo 25 ziwekwe ili wananchi pale waanze kupata umeme. La pili, wamesema kunahitajika transformer kubwa. Hili sio ombi, ni mahitaji ya mteja, ni wajibu wetu kuwapelekeni umeme ninyi. Nimemwelekeza meneja wetu pamoja na bosi wake aliyeko Dodoma, ile transformer wiki ijayo ije hapa ifungwe, watu wapate umeme wa uhakika. Lakini umeme wenu unaokuja hapa unasafiri umbali mrefu. Kadri unavyokwenda mbali, ubora wa umeme unapungua. Nimewaelekeza TANESCO, nimewaelekeza makao makuu hapo Longido mjini tujenge switching station, mahali ambako tutatengeneza njia 4. Tuwe na njia moja ya kupeleka umeme Loliondo, tuwe na njia nyingine ya kupeleka umeme Mundarara, tuwe na njia nyingine ya kupeleka umeme Namanga, tuwe na njia nyingine ya kupeleka umeme Namwaga, nadhani kuna kijiji kinaitwa Kamwaga. Hiyo itasababisha kuwa na kituo kidogo hapo katikati Longido, na baadaye tujenge substation ili watu wa huko wapate umeme wa uhakika bila matatizo. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunataka, na mama anataka, watu wa Mundarara mfanye kazi za uchumi, mjiletee maendeleo. Haya mambo mengine serikali inayafanya. Na hiki ndicho maana tunasema mama mitano tena, kwa sababu ana kazi ambazo amekwisha kuzifanya. Nataka niwaombe tuendelee kuwa na subira. Haya mambo yote tutaendelea kuyafanya. Mimi nimekuja hapa leo kwa ajili ya ziara hii nikiwa wakili mbele yenu kuwaeleza kuwa Mheshimiwa Rais kazi alizofanya kwenye nchi yetu, kila mahali utakakokwenda nchi inatimka vumbi, barabara zinajengwa, madaraja yanajengwa. Ukienda mahali umeme unapelekwa, maji yanapelekwa kwa wananchi. Ukienda mahali kilimo kinaimarishwa, shughuli za uchumi zimeendelea. Nchi yetu tumepiga hatua kubwa, tuna usalama wa chakula kuliko nchi nyingine zinazotuzunguka. Kwa nini? Kwa sababu Mheshimiwa Rais ameweka msukumo mkubwa hata kwenye sekta ya kilimo. Nataka niwaombe wana Mundarara, tumuunge mkono rais wetu, tumuombee rais wetu, na tufanye kazi moja ya kusikiliza maelekezo ya serikali yanayotolewa wakati wote. Na kamwe watu wa Mundarara na watu wa Arusha tusifanye kosa la kuhangaika kugawanyika kati yetu, tukauacha mshikamano wetu, tukaacha kuungana kwetu, tukaanza kuhangaika na tofauti zetu. Tukifanya hivyo hatutajiletea maendeleo. Na ndio maana uchaguzi unaokuja, wito wangu kwenu wale mliokwisha kujiandikisha, mtunze kadi zenu. Wakati utakapofika watakuja watu wanaomba kura, nendeni mkawasikilize. Ninyi mlio wengi, mlio Chama cha Mapinduzi,
kawasikilizeni wa vyama vyote, lakini wapimeni watu kwa maneno yao. Akitokea mtu anakuja kwenu anahubiri migawanyiko miongoni mwenu, achaneni naye, tafuteni kiongozi anayezungumza maendeleo. Akija mtu kwenu anazungumza watu badala ya maendeleo, mpuzeni, chagueni kiongozi atakayewaleteni maendeleo. Na kupitia ushauri wako tulipata leseni za uchimbaji wa madini, primary mining license. Ulitushauri kwamba baada ya kuondolewa kwa wazungu waliokuwa wakichimba madini katika maeneo haya, ulitupa maelekezo yafuatayo: 1. Kuacha utoroshaji wa madini, kulinda kila mchimbaji kuuza madini katika masoko ya madini, kulipa kodi zote za serikali kwa kufuata sheria ili kuinua pato la wizara na pato la nchi kwa ujumla, na kila mtu kuchimba katika leseni yake. Tulipokea ushauri wako na kusimamia vyema maelekezo yako. Tangu kipindi hicho mpaka sasa hakuna utoroshaji wa madini ulioripotiwa kwa sababu tumelinda madini yetu na kuzingatia sheria. Tumeweza kutoa msaada kwa jamii iliyotuzunguka kama corporate social responsibility CSR, maji. Tumeweza kuchangia vijiji na vitongoji Njalai, Kitarini, Lesingeta patikanaji wa maji kwa gharama ya pesa ya Tanzania shilingi milioni 12. Elimu, tumeweza kuchangia katika sekta ya elimu, ujenzi wa shule ya sekondari ya Mndarara milioni 11, sekondari ya Ngarenebor milioni 4, Longiro sekondari milioni 5, Ruby Nursery Primary School milioni 6, kumlipa mwalimu wa mshahara ndani ya kuanzia mwaka 2019 milioni 7,600, mabati ya shule ya Lesingeta 750,000, shule ya misingi Loosikito madawati 50, shule ya misingi Lesingeta dawati 50, shule ya misingi ya Kitarini madawati 50, shule ya misingi Mndara madawati 50, na shule ya sekondari ya Mndara dawati 100 zenye thamani ya milioni 40. Tumeweza kuwasaidia wagonjwa, wajane, walemavu na mtu mmoja. Tumechangia pesa za Tanzania milioni 180. Tumeweza kuwezesha viongozi wa mila kupata usafiri wa pikipiki 10 na gari 1 ili kuweza kuwahudumia jamii kwa haraka na kwa ufanisi kwa gharama ya shilingi milioni 63. Makanisa, tumeweza kuchangia ujenzi ya kanisa la Pentekoste milioni 150, Lutheran Mndara Lesingeta milioni 13, kanisa la Lutheran Getumbeni milioni 5, kanisa la Sauti ya Ushindi milioni 10, TJ Ngarenebor milioni 7, na kanisa la Emirishe milioni 3.5. Jumla ya milioni 188,500 zimetumika. Kwa kufuata sheria za madini kifungu cha 105 sura ya namba 123, katika kila mchimbaji wa madini kushiriki kwenye maendeleo ya jamii CSR. Hivyo kuanzia mwaka 2019 mpaka sasa kampuni imechangia jumla ya milioni 547,850 kwa jumla katika maeneo yetu. Naibu Waziri Mkuu, leo tunaomba ukabidhi madawati kwa shule 5 za kata za Mndara ambazo ni madawati 300. Kampuni ya Sendeu Mining imeweza kulipa kodi za serikali kulingana na mgawanyo uliowekwa kisheria. Mamlaka ya Mapato Tanzania Skill and Development Levy SDL milioni 284,359,526. PI milioni 788,358,404. Withdraw tax receipts milioni 53,180,080. Corporate tax milioni 412,783. Ada ya value VAT milioni 350. TRA jumla tulilipa kwa TRA shilingi bilioni 1,884,608,930. Malipo ya Wizara ya Madini, Tume ya Madini, royalty milioni 641,730,030. Inspection fee milioni 106,915,015. Export permit fee milioni 5,420,020. Annual rent license milioni 5,145,045. Acquiring ex office milioni 8,524,024. Sales levy milioni 27,590,090. Jumla ya malipo ya madini ni milioni 795,124,024. Malipo ya arisi ni milioni 157,570,070. Jumla ya malipo yote ya serikali tangu mgodi ulipoanza usalishaji tumelipa bilioni 3,30,19,930.
Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kampuni ya Sendeu itaendelea kuzingatia ulipaji wa kodi. Tunatarajia kwamba mpaka kufika mwisho wa mwaka huu tutalipa bilioni 3,180,000. Shukurani. Tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuimarisha sekta ya madini na amani ya taifa letu kwa ujumla. Maombi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, tunaomba utusaidie tupate transformer kubwa linaloweza kuendesha kijiji na migodi yote. Cha pili, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunakuomba kituo cha afya kwa ajili ya wachimbaji na wanakijiji, kwa sababu wafanyakazi wa migodi miners wanafanya kazi katika maeneo haya wanafikia watu 1,000. Wachimbaji wa Tanzania sasa wanapata umeme wa uhakika migodini na wanafanya uzalishaji wenye tija. Na yote hiyo ni kutokana na sera nzuri zilizowekwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Rais msikivu mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwa sasa wachimbaji kwa maana ya wizara tunachangia katika pato la taifa 10.1%. Na zote hizo ni jitihada za Mheshimiwa Rais kwa kuweka sera nzuri zinazosimamiwa na wizara hii inayosimamiwa na Anthony Peter Mavunde, waziri wetu wa madini. Sasa wachimbaji tupo zaidi ya milioni 6 na sote tunanufaika kwa rasilimali za madini, hasa katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi mzuri wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hivyo wachimbaji wote Tanzania tumekubaliana kwa pamoja na rais wetu wa shirikisho la vyama vya wachimbaji madini John Wambura Bina kwamba kura zote ambazo ni zaidi ya milioni 6 ni za mama yetu mpendwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na tunakuomba umfikishie salamu hizi kutoka kwa wachimbaji. Wachimbaji hawana deni na Rais Samia Suluhu Hassan. Kabla ya ziara hiyo kuhitimishwa katika wilaya hiyo ya Longido, Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko alikabidhiwa zawadi mbalimbali ikiwemo